Ndio maana yake msikilizaji, na moja kwa moja basi katika wazo letu la siku kwa hisani kuu ya Pembe Flour Mills. Na pia tunatoa katika vitabu vyake Guru Ustadh Wala bin Wala, ambapo ndio tunapata wazo letu au mawazo yetu haya msikilizaji. Na leo tunawaza wema wa mtu haupimwi kwa kilo, huonekana kwa matendo na vitendo. Wema wa mtu haupimwi kwa kilo, huonekana kwa matendo na vitendo. Kizungumza kupima kwa kilo na imagine kupima kwa pesa. Ametoa ngapi? Wengine by the way wanapimwa kwa uzito huo wa pesa hiyo, fedha, kiwango cha pesa kile. So ulisikia juzi mpaka atakampeniwa msikitini? Kwa sababu inapimwa na uzani wa fedha. Ametoa ngapi? Kuna mchango hapa alileta. Sasa msikitini naomba tufungue milango. Afanyiwe kampeni ndani ya misikiti. Kwa sababu inapimwa na kilo. Haipimi kwa wema. Kwa wema sana. Kwa sababu wema ni kitu kizito. Wema kinatoka ndani ya moyo. Na ndio unaona mara nyingi unajua siku hizi katika mitandao ya kijamii mambo ni ajabu sana tu. Kuna msichana amekwenda, ilikuwa ni mazishi kwao kabisa. Watu wamekuja, wamehudhuria, wanaonekana kwamba ni watu ambao wamekuja kwa sababu wanamliwaza kwamba mtu ambaye amefariki ni mtu wa karibu, nadhani kwamba ni ndugu yao. Msichana akapatiwa nafasi ya kuzungumza. Akasema, fulani na fulani, asante kwa kuja. Shilingi 2,000 zako tumezipata, zimenunua maziwa. Lakini marehemu alipokuwa mgonjwa, ndio alihitaji mtu wa kuja kumuona hospitali. Hakuonekana. Subhanallah. Ushaelewa? Msichana alikuwa anagonga nyundo. Sasa mpaka MC akaona hapa ataharibu. Lakini alizidi kuongeza. Sema kuna mwingine hapa alichangisha karibu shilingi 10,000. Lakini marehemu hakuwa anahitaji shilingi 10,000. Alikuwa anahitaji tu mtu amtumie shilingi 300 ya dawa. Haikupatikana. Sasa wakati ambapo tunazungumza kuhusiana na wema, wema iko kwa moyo sana. Na unaona mara nyingi mtu anasema kwamba angekuja tu kunitembelea, wala hangetoa, angekuja tu kunitembelea. Kwa sababu kutembelea na kuzungumza na mtu na kutembea na yeye ndio binadamu sisi, kwamba hizi ni vitu ambavyo vina uzito ndani yake ikilinganishwa na kutoa fedha. Kwa hivyo wakati mwingine tusiangalie vitu kwa pesa. Kuna watu ambao hivi sasa pengine labda ni shughuli ama ni nini, lakini unapata mtu ako mwepesi sana kutuma shilingi 50,000 katika michango, kutuma shilingi 10,000. Ndiyo inapigiwa watu wanapiga makofi, lakini utapata kwamba watu wengi wangekuhitaji uwe pale. Kama ni dharura inaeleweka, lakini mara nyingi utapata watu wakisema afadhali ungekuja. Afadhali ungekuja tukuone. Na ndo wema huu. Wema mara nyingi inapima kwa moyo, kwamba lazima ujitume kiasi fulani ndio ionekane kwamba ndio. Kwa hivyo jaribu leo hii usione vitu kwa vipimo vya pesa. Angalia vitu kwa vipimo vya utu, kwamba je, unaifanya kiutu? Unamtembelea mtu, unazungumza naye, na vitu vidogo vidogo hivyo ndio vinamata. Usingoje mpaka kitu kiharibike basi. Nimependa sana ufafanuzi huo, na hasa mfano ambao umeutumia, na hapa ndio nataka nikokoteze. Kuna utasikia mazishi ya mtu ambaye amefariki kwa ajili ya njaa. Ndio. Huyo mtu alistarve kwa njaa mpaka amefariki. Alikosa kabisa chakula. Lakini kwenye matanga kukawa kunaliwa na kumwagwa, yani israfu inafanywa pale. Sasa unajiuliza, alikufaje njaa mtu huyu? Unaambiwa kabisa huyu bwana au huyu bibi au hawa mabwana na mabibi wamefariki kutokana na ukali wa njaa, uhaba wa chakula, makali ya njaa yaliwavamia, walikosa kabisa mpaka wamefariki. Lakini matangani, mazishini, kunaliwa na kumwagwa. Sasa unajiuliza wewe, unakosa jibu hapa. Kwa nini? Ndio pale ukasema wakati ule ambapo alikuwa ni shilingi 300 tu, ilikuwa 300 shillings only. Alihitaji apate dawa, aendeleze matibabu yake, lakini wewe hukuweko wakati ule. Hukupata fursa wala wasawa. Lakini leo uko tayari kutoa shilingi 50,000 kwa ajili ya mazishi yake. Lakini 300 tu ambazo zilikuwa zimpatie dawa, huenda ikawa pengine angelipata zile, angelisukuma masiku akaongeza.
Na pia kando na zile dawa, kuna wakati mwingine unapata mtu anakuambia bwana, nataka fulani aje tuonane. Ndio. Mwambieni Abu aje tuonane. Wewe huna wakati ule. Wakati ameshafariki ndio unakwenda. Sasa wengi wanasema kwamba huenda Abu angelikuja wakaonana, pengine ingemsaidia akapona, au pengine kulikuwa na jambo muhimu sana huenda alikuwa anataka kumwambia Abu na linamhusu Abu, pengine ni la siri au ni la familia, sasa amefariki nalo. Sasa wema haupimwi kwa kilo. Unaona, sasa wewe uko tayari kutoa 50,000 badala ulikuwa utoe 300 tu ya dawa, hukutoa. Lakini uko tayari kutoa. Hatuwezi kupima 50,000 zako tukilinganisha na 300 ambazo zilikuwa zimponeshe huyu mgonjwa. Na hata mara nyingine watu wasema, kuna jamaa ambaye kazi yake ilikuwa ni kutuma tu pesa. Siwezi kuja, anatuma. Kume happen hii, siwezi kuja, anatuma. Hata siku yake walisema na wewe ikitokea tutakutumia hivyo hivyo kama ulivyokuwa unatuma huko. Na kando na hivyo, huko haki ikisimama, yani mauti akimfikia yule, unasikia asizikwe mpaka nifike mimi, mpaka nije. Nasimamisha mazishi. Wakati ulikuwa una wasaa mzuri wa kuja, lakini ulikuwa unatumana. Kwa hivyo msikilizaji, tujue na tutafakari ya kwamba wema wa mtu haupimwi kwa kilo, huonekana kwa matendo na vitendo. Wazo la siku